Huu ni muhtasari mfupi wa tamthilia kutoka Korea Kusini. Kipindi cha kwanza, mazungumzo ya mtandaoni. Kipindi kinaanza na mwanamume anayeshiriki kwenye chumba cha mazungumzo mtandaoni. Anadai kuwa na uwezo wa kuwa, lakini washiriki wengine wanamkejeli na kutilia shaka madai yake. Hii inaonyesha upande wa giza wa asili ya binadamu na inatambulisha mada ya vurugu inayofuata. Kuanguka kwa vimelea na shambulio la tamasha la muziki. Wakati huo huo, spora za ajabu zinaanguka kutoka angani na kuingia kwenye tamasha la muziki wa EDM lililofanyika kwenye uwanja. Mmoja wa wahudhuriaji, akiwa amelewa, anaambukizwa na kimelea kupitia sikio lake. Kimelea kinachukua udhibiti wa mwili wake na kusababisha vurugu na mauaji ya watu kadhaa kwenye tamasha hilo. Utambulisho wa Jung Soo-in. Saa moja kabla ya shambulio hilo, tunakutana na Jung Soo-in, mfanyakazi wa duka la mboga. Anakutana na mteja mkorofi kwenye kaunta ya malipo, ambaye ananung'unika jinsi anavyopaswa kuwa yeye na kila mtu dukani. Baada ya zamu yake kumalizika, Soo-in anaondoka, lakini mteja huyo anamfuata kwa siri. Shambulio na maambukizi ya kimelea. Mteja huyo anamvamia Soo-in, akimshambulia kwa kisu. Wakati wa shambulio hilo, kimelea kinaingia mwilini mwa Soo-in kupitia jeraha lake. Tofauti na visa vingine, kimelea hiki hakifanikiwi kuchukua udhibiti kamili wa mwili wake kutokana na jeraha lake kubwa, na hivyo kuanzisha uhusiano wa kipekee kati yao. Uchunguzi wa Choi Jung-kyung. Wakati huo huo, Choi Jung-kyung, mkuu wa kikosi maalum cha vimelea kinachoitwa Team Grey, anachunguza matukio yanayoongezeka ya vimelea. Anagundua kuwa vimelea hawa wanaanza kuunda shirika, wakionyesha kiwango cha juu cha uratibu na tishio kubwa kwa jamii. Soo-in kugundua hali yake mpya. Baada ya kuamka hospitalini, Soo-in anapata habari kutoka kwa afisa wa polisi Kim Chul-min kuhusu shambulio hilo. Anagundua kuwa kimelea kimeingia mwilini mwake, lakini badala ya kuchukua udhibiti kamili, kimelea hicho kinashirikiana naye na kusababisha mgongano wa ndani kuhusu hali yake mpya. Kukutana na vimelea wengine. Soo-in anakutana na vimelea wengine ambao wanamjaribu kuthibitisha kama yeye ni mmoja wao. Hii inamfanya akabiliane na hali yake mpya na kutafuta njia ya kuishi katika ulimwengu uliojaa hatari na wasiwasi. Hitimisho, kipindi kinaishia na Soo-in akijaribu kuelewa hali yake mpya, huku tishio la vimelea vilivyoandaliwa likiwa juu. Hii inaweka msingi wa mfululizo wa matukio yajayo, ambapo Soo-in atalazimika kukabiliana na vimelea na kujua nafasi yake katika mapambano haya. Je, una mtazamo gani juu ya tamthilia hii? Tuandikie maoni yako hapo chini.